Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, mechi tumefanikiwa kuweza kusucceed katika hatua nyingine. Kwa hiyo kitu ambacho kizuri kwetu sisi tulichokiona ni kwamba namna gani midfield zetu ziliweza kuorganize vizuri, hasa katika kipindi cha pili, lakini kipindi cha kwanza haikuwa nzuri sana kwa sababu wao waliweza kutufunga wao mwanzo, tukaweza kusawazisha katika time, mpaka half time ilikuwa ni 1-1. Kwa hiyo kwa jumla tumeweza kufanya effort ya wachezaji, tumeweza kufanya substitution baada ya kuona kwamba tuko katika 1-1 katika matokeo ya 1-1. Kwa hiyo tumeweza kufanya substitution ya strikers. Kwa hiyo wao wameweza kutoka kitu kizuri ambacho sasa hivi tunafurahi nacho. Bila shaka ni kila tunapokwenda katika mashindano haya unakutana na timu ambayo itakuwa ngumu zaidi. Kwa hiyo tunajipanga kutokana na timu ambayo tunayo face. Kwa hiyo kwa jumla naweza kusema kwamba tumejipanga vizuri na tunajipanga hasa kuhakikisha kwamba nafasi hii katika mashindano haya tunafanya vizuri na tunaenda kuwakilisha vizuri. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuweza kumaliza mechi salama. Mchezo ulikuwa mzuri, kila mmoja akauona. Malengo yetu sio kupata pointi 3 bali ni qualify. Nashukuru Mungu kwamba tumequalify. Hatua nyingine nategemea kwamba kati ya Malindi na KVZ kwamba waje vizuri ili tuweze kuja kupambana nao, tuweze kusonga mbele kwa mchezo wa finali. Kwa imani yangu kwamba kila mmoja anayesainiwa kwenye timu anakuwa anapambania kwenda kwenye kikosi cha kwanza. Mimi naamini Mlandege leo wameweza kuchange kikosi kingine, wakiamini kwamba kikosi walichokitegemea kwamba wataweza kuja kupata matokeo, lakini kwa bahati nzuri tumeweza kuwafunga kwa goli 3-2. Pia kwa hilo pia tunashukuru kwamba pia tumeona ni kwamba vipaji vya watoto wadogo kwamba vya Mlandege kwamba wanaendeleza wachezaji wao, kwamba wanaweza kucheza mpira, kwamba wanaweza kuchezea mpira kwa kumiliki kwa muda mwingi, na sisi pia kwamba wameweza kutufunza kuna vitu vingine japokuwa tumewazidi kwa baadhi ya vitu. Nataka kujua ni mchezaji gani ambaye alikuwa anawasumbua zaidi? Wachezaji wengi watoto walikuwa wanacheza vizuri, kama yule mmoja anaitwa Virati, ni mchezaji mzuri, na yule Feitoto walikuwa wanacheza vizuri. Pia combination yao, defense zao zile walikuwa wanacheza wanatoka vizuri. Lazima uwe na confidence kwa sababu unapokuja kucheza na mkubwa wako kwamba utataka kumuonesha kitu. Sasa wao wamekuja kutuonesha kitu, lakini tumeweza kuibuka kwa ushindi wa goli 3.